بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. Watu wa ule mji wa watu waliokatazwa usiwinde samaki Jumamosi, usishika samaki Jumamosi, wamegawanyika sehemu tatu. Wamegawanyika sehemu tatu. Kundi moja ni lile kundi lililowinda samaki siku ya Jumamosi. Kundi jingine ni lile kundi lililokataza wawindaji wasiwinde Jumamosi kwa kufuata agizo lake Mwenyezi Mungu. Kundi la tatu ni lile kundi lililonyamaza, alikusema kitu bali lilichukia tu. Sasa ndio Mwenyezi Mungu alisema: wa idh qalat ummatun minhum. Wa idh qalat, kumbuka pindi waliposema umma, taifa, kundi, minhum, miongoni mwa wale watu wa mji, waliwaambia wenzao: lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum. Lima, kwa nini? Ta'idhuna, munawawaid qauman illahu muhlikuhum, kundi la watu ambao Mwenyezi Mungu atawaangamiza, au muadhibuhum, au yeye Mwenyezi Mungu atawaadhibu hao watu adhaban shadida, na adhabu kali. Hili kundi lililosema kwa wenzao hivyo wamechukua jukumu la
al-amru bil ma'ruf wan-nahyu 'anil munkar, kukataza maovu na kuamrisha mema. Katika umma inatakikanwa wapatikanwe kundi wanaoamrisha mema na wanakataza maovu. Tukiona hilo kundi lililowaidhi wenzao wasiwashike samaki, wasiwawinde samaki Jumamosi, hawa wamefuata mwendo wa kidini wa kuamrisha mema na kukataza maovu. Kwa nini? Idh qala, kumbuka pindi waliposema ummatu mkundi minhum, miongoni mwa wale umma watu wa ule mji, wamesema kwanza, lima taiduna qauman illahu muhlikum, kwa nini mnawawaidhi kundi la watu ambao Mwenyezi Mungu atawaangamiza, au muadhibuhum, au Mwenyezi Mungu atawaadhibu adhaban shadida, adhabu kali. Qalu, walijibisha umma walioamrisha mema, walijibisha wale walionyamaza, walijibisha wakisema nini? Ma'adhiratan ila rabbikum, tuliwakataza, tumewawaidhi kwa sababu ya kutaka udhur kwa Mola muumba wenu siku ya Kiyama, ya kutoulizwa. Kuulizwa mliwakataza, tuseme ndio tuliwakataza. Hiyo tu, kutoka udhur siku ya Kiyama, mambo yasiyo mazito kwetu, ndio sisi tumewawaidhi hawa. Yani tumetekeleza wajibu wetu katika umma, tumetekeleza wajibu wetu katika jamii, tumetekeleza wajibu wetu katika jamaa. Waltakum minkum ummatun yad'una ila khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hali tunakuta Qur'ani inatuamrisha waweko miongoni mwenu umma wanaolingania katika khairi ya hii Islam na wanaokataza maovu katika yote. Na wasipopatikana umma wanaoamrisha mema na wanaokataza katika jamii na jamaa na taifa, wasipopatikana watu kama hawa, basi hakikisha jamaa hawa ni jamaa wapotofu. Hakikisha jamaa hawa ni jamaa wapotofu. Hakikisha jamaa hawa ni jamaa wapotofu, kwa hawana wa kuwakataza, hawana wa kuwaamrisha, na watu wasiokuwa na hawa ndio wale watu wapotofu. Basi hawa wamesema tumewawaidha hawa watu wenye kushika samaki kwa sababu ya kutaka udhur mbele ya Mwenyezi Mungu, wala allahum yattaqun, na huenda wao wenye kushika samaki wanaweza kujizuia kutoshika samaki siku ya Jumamosi. Falamma nasu ma dhukiru bih anjayna alladhina yanhauna anis su wa akhadhna alladhina dhalamu bi'adhabin ba'isin bima kanu yafsukun. Waliotoa waadhi kwa wenzao wametekeleza wajibu wao. Falamma nasu ma dhukiru bih, hawa watu walipoacha yale waliowaidhiwa kwayo au yale waliokumbushwa kwayo na hao watu salihini na hao watu wazuri, walipoacha yale mauidha, anjaina alladhina yanhauna anis-su'i, hapo tuliwaokoa wale waja waliokataza maovu yasitendwe, waliokataza mabaya yasifanywe, tuliwaokoa.
Watu gani? Alladhina, watu ambao yanhauna, wanaokataza ani sui, maovu yasitende. Ndivyo inavyotakikanwa katika jamii, waweko watu wanaokataza maovu yasitende, mabaya yasitende. Watakapopatikana watu kama hawa na waja kama hawa, ndipo dhihirisho la kudhihirisha kuwa mahala hapo pana imani, mahala hapo pana Islam, na mahala hapo pana dini, mahala hapo pana dini. Lakini mahala ambapo hapana wakatazaji maovu, hapana waamrishaji mema, imani hapana mahala hapo, wala dini hapana mahala hapo, wala Islam hapana mahala hapo. Watu wamekaa hovyo hovyo, kila mmoja ufanya atakana. Falamma nasu ma dhukiru bih, hao watu waliowaidhiwa, waliopewa mauidha na kukatazwa wasishike samaki Jumamosi, falamma nasu, walipoacha ma dhukiru bih, yale mauidha waliowaidhiwa kwayo, anjaina alladhina yanhauna anis sui, tuliwaokoa wale waja ambao yanhauna, wanaokataza anis sui, maovu na mabaya na kukhalifu amri ya Mwenyezi Mungu, tuliwaokoa hao watu. Wa akhadhna alladhina dhalamu biadhabin ba'isin bima kanu yafsukun. Wa akhadhna alladhina dhalamu, na tuliwashika kwa kuwatesa waja wale waliodhulumu, kwa adhabu baya kabisa, adhabu kali kabisa, kwa sababu ya yale waliokuwa wameyafanya, nayo ni kumwasi Mwenyezi Mungu kwa kuvunja amri ya Mwenyezi Mungu. Adhabu yao ilikuwa nini? Falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Falamma atau amma nuhu anhu قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فلما أتوا hao watu walipoendelea na kufanya ujeuri katika kumwasi Mwenyezi Mungu, kukataa kuacha kushika samaki siku ya Jumamosi, walipoendelea, walipodumu katika kufanya hayo makosa, makosa ambayo Nuhu anhu waliokatazwa kwayo ni kushika samaki, walipokataa, qulna lahu, tuliwaambia hao watu, hatukuleta jeshi la upepo, hatukuleta jeshi la mtikisiko wa ardhi, hatukuleta jeshi la mvua, hatukuleta jeshi la radi, hatukuleta jeshi la moto, bali tulileta jeshi la msemo. Tulileta jeshi ya msemo. Qulna lahum, tulisema kwao wao watu gani? Walioshika samaki Jumamosi, wanaoendelea kushika samaki Jumamosi, ila hali ya kuwa Mwenyezi Mungu aliwakataza. Tuliwaambia wao hao watu, kunu qiradatan khasi'in, kuweni nyie mayani wadhalilifu. Hii ndio adhabu yao walio yapata, na wamekuwa kweli manyani. Kwa Mola Muumba ndiye aliyetoa tamko la kunu qiradatan, kuweni manyani. Wakati ule ule walibadilika kuwa manyani. Swali. Kushika samaki Jumamosi ndio kwa dini hiyo
ya Kiyahudi, zama ya kabla Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayahudi walikatazwa kutoshika samaki Jumamosi. Mpaka sasa hakuna hiyo. Dini ya Yahudi imekwisha. Uislamu imekuja ni dini ya ulimwengu mzima iliyohalalisha siku zote ni siku za kushika samaki. Kijana walianza Lut. Kijana walianza na Komilut. Sikuuliza maswali. Ukifika mahali ukasema mwanaume atakana atikisike kama mwanamke. Sauti asitoe sauti kama mwanamke. Kwa hivyo asipotoa sauti ni sawa. Asipotikisika sawa. Asipotoa sauti ana mawazo ya kisauti. Unanifahamu? Unanielewa? Asipotoa sauti ana mawazo ya kisauti. Asipotikisika na ana mawazo ya kutikisika, anahesabika. Sasa unamaanisha ile sauti ni na kule kutikisika, yaani kwa msisimuko ile shughuli ama sauti aina gani? Ile sauti ya kujifanya kama mwanamke ili apendeze. Sauti ya kujifanya kama mwanamke ili apendeze, ili aliyekuwa si mwanamke, yeye si mwanamume. Ameiga sauti ya wanawake, anataka kuwa mwanamke. Mtaka kuwa mwanamke, mtaja kulia. Hiyo ndio mbaya. Mtaja kulia. Ngoja kidogo. Mtikisiko vile vile. Amejikatakata, kujinyapa, kujikunja kama mwanamke ili atamaniwe kama anavyotamaniwa mwanamke. Zote hizo ni haramu. Mwanamume kujifanya kama mwanamke, kuiga kwa act kama mwanamke, haramu. Sema utakalo. Ulitaja pia asiwe analia kama mwanamke. Kulia. Yote haramu. Unamaanisha nini kulia? Kulia inamaanisha nini? Si kulia tu. Kama unalia una shida, kama unalia una taabu, kama unalia una dhiki, kama unalia una mateso, kama unalia una njaa, kama unalia una raha. Hakuna kulia raha. Sasa ataliaje mwanaume? Ataliaje vile hizo vitu? Vile hizo sehemu. Ataliaje kwa anatega uchumi chake kwa hapa. Ndivyo namna hiyo. Hawa tu walipokataa Mayahudi, walipokataa amri ya Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu aliwaambia nini? Kunu qiradata, kuweni manyani. Walikuwa hawakuwa, wamekuwa manyani. Sasa mnaona matokeo ya kumuasi Mwenyezi Mungu ni kufikishwa adhabu ya Mwenyezi Mungu. Matokeo ya kumuasi Mwenyezi Mungu ni kufikishwa adhabu ya Mwenyezi Mungu. Matokeo ya kumuasi Mwenyezi Mungu ni kufikishwa adhabu ya nani? Ya Mwenyezi Mungu kwa wale wenye kumuasi Mwenyezi Mungu. Ona, wameasi amri ya Mwenyezi Mungu, walikatazwa Jumamosi wasishika samaki na wakashika, na matokeo yake ni wao kugeuzwa manyani. Ni wao kugeuzwa nini? Manyani. Na ndivyo hivyo ada ya Mwenyezi Mungu. Kila anayemkosea anayo adhabu yake. Kila anayemkosea anayo nini? Adhabu yake. Sasa tumeona hapa hao watu walimkosea Mwenyezi Mungu, adhabu imewafikia. Hiyo ni mkasa? Hiyo sio mkasa. Hiyo ni adhabu. Hilo ni janga. Hilo si janga, bali hiyo ni adhabu. Kwa walikataa amri ya Mwenyezi Mungu. Na mimi nikikataa amri ya Mwenyezi Mungu, adhabu ya Mwenyezi Mungu itanifikia.
Wewe vile vile ukikataa amri ya Mwenyezi Mungu, adhabu ya Mwenyezi Mungu itakufikia. Sisi vile vile tukikataa amri ya Mwenyezi Mungu, adhabu ya Mwenyezi Mungu itatufikia. Swali, hii manyani ambao liko sahihi au ni wandugu ya manyani wale? Sio wale waligeuzwa manyani kama wanavyosema ulama, walikaa muda siku 3-4 wakafa wote, hawa wanyani hawa wengine. Sasa swali, hiyo manyani ndio nyumba mbele yetu, ndio umbo ya kwanza, ndio wao walianzishwa manyani. Sikia Mwenyezi Mungu anasema, hal ata ala al-insan hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura, ilimpitia mwanadamu huyo muda mrefu katika hii dunia hakuweko mwanadamu. Lam yakun shay'an madhkura, hakuwa ni kitu cha kutajwa mwanadamu, lakini kiroboto alikuweko, kunguni alikuweko, umbu alikuweko, nyoka alikuweko, nge alikuweko. Unasema nini? Sasa wale unasema nini juu ya mwanadamu na mnyama? watu kwako. Ndio. Sawa, haya sema. Sasa hao manyani walikuwa Waisraeli? Hao manyani walikuwa Waisraeli? Walikuwa nini? Waisraeli, Wayahudi. Ndio. Ndio walikuwa Wayahudi. Sawa kabisa, walikuwa Wayahudi. Ndio walikuwa wakichika samaki, wavuvi wa samaki hawa. Waligeuzwa manyani kwa kumwasi Mwenyezi Mungu. Kabla walikuwa manyani walikuwa wanadamu. Sasa pindi ya wao kugeuzwa, unasema hapo haikuwa na wanadamu sio? Pindi hapo kugeuzwa haikuwa na wanadamu, kulikuwa na wanadamu sio? Mwanzo wa dunia hii, nisikize uzuri, mwanzo wa dunia hii, kabla wanadamu kuumbwa dunia hapa, kabla wanadamu kuumbwa hapa, wanyama hao wote walikuwa kwamba alafu sisi tukaja nyuma sio? Ndio nyuma. Sasa ndio dunia kama. Sawa. Sasa hao manyani walikuwa hapo sio? Manyani. Walikuwa kwa hao Wayahudi walioasi waligeuza kama binadamu tayari wameshakuja. Waligeuza kutoka katika binadamu wakawa nyani. Wakawa nyani. Ile sehemu ya Wayahudi pekee. Sasa ona uzuri, usimwasi Mwenyezi Mungu. Jihadhari, usimwasi Mwenyezi Mungu. Ukimwasi Mwenyezi Mungu aweza kufanya Mwenyezi Mungu chochote anachotaka. Sawa sawa? وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وإذ تأذن, kumbuka alipotangaza. وإذ تأذن, kumbuka alipotangaza. وإذ تأذن, kumbuka alipotangaza. Nani aliyetangaza? Rabbuka, 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 Mola muumba wako. Kumbuka alipotangaza Mola muumba wako. Kumbuka alipotangaza Mola muumba wako. Kumbuka alipotangaza Mola muumba wako. Wa ista'adhana rabbuka, kumbuka alipotangaza Mola muumba wako. Alitangaza nini Mola muumba wako? La yab'athanna alaihim,
atapeleka kwa Mayahudi, atawapeleka kwa Mayahudi ila yaum al-qiyama, mpaka siku ya Kiyama. Atapeleka nani? Man, wale watu ambao yasumuhum, watakao waonjesha Mayahudi su al-adhab, adhabu mbaya. Anasema nini Mwenyezi Mungu? Anasema Mwenyezi Mungu, wa idh, kumbuka wewe, tukumbuke sisi, mimi nikumbuke. Idh, pindi taadhana, alipotangaza rabbuka, mola muumba wako ametangaza nini? La yab'athanna alayhim, kuwa hakika bila shaka atapeleka kwa Mayahudi ila yaum al-qiyama, mpaka siku ya Kiyama. Atapeleka nani? Man, atapeleka watu ambao yasumuhum, wanaowaonjesha Mayahudi su al-adhabi, adhabu mbaya, mpaka siku ya Kiyama. Mbona anasema nini Mwenyezi Mungu? Anasema hao Mayahudi muda ya kudumu kwao katika maasi, hata acha Mwenyezi Mungu kusalitisha kwao watu watakao kuwa ni wenye kuadhibu mpaka siku ya Kiyama. Suluhisho ni moja, suluhisho Mayahudi warejee katika Islamu, basi halas. Swali. Yahudi ni mbaya sana wanangu, sio? Mayahudi wabaya sana wanangu. Sio wabaya, ni waasi. Wewe waasi wa Mungu, sio? Wamewaasi Mwenyezi Mungu. Wewe Mwenyezi Mungu amwalaani. Sasa kama yeye amelaaniwa, mbona nasikia katika baadhi zingine wanasema Yahudi akichinja unakula, Muislamu hakula? Sawa sawa. Yahudi huyo atakayechinja Muislamu ale, ndio hao Mayahudi wako? Myahudi huyo ambaye akichinja Muislamu ale, Myahudi ule wa Taurati asili ya Musa, Myahudi ule asili wa Zaburi, huyo ndio ile Myahudi akichinja inaliwa. Lakini Myahudi bandia kwa Taurati bandia ndiye huyo. Najuaje? Na mimi nitamjuaje? Ndio mimi sitamjua ni yupi, lakini mimi maadamu Myahudi wa kisasa akichinja sitakula. Kwa kuwa nina nini? Nina shaka nayo. Kwa kuwa shaka gani nilio nayo? Kwa kuwa hiyo Taurati aliyo nayo sio ile ya Musa. Kwa kuwa ile Injili, Zaburi aliyo nayo sio ile. Basi halali. Sasa kama sasa basi ile ya Taurati ya Musa wanaona wamekufa wote. Wamekufa. Wameisha. Kama wamekufa, Taurati iko. Mimi najua. Mimi nakwambia hao wa sasa Taurati hiyo walio nayo si ile Taurati ya Musa. Wale walio na Taurati ya Musa wakichinja halali kula, nene Zaburi ya zamani halali kula. Lakini hawa wa sasa hawa, unaamini na hiyo kitabu? Wewe namna hiyo unaamini na hiyo Taurati? Sasa unajua ni Myahudi. Mimi nakwambia Taurati ni kitabu, hatutasikizana na wewe.
Kwa kuwa mimi nasema Taurati na wewe unasema Yahudi, tuko mbali mbali, wewe uko mashariki na mimi uko magharibi, hatutawafikiana. Wewe marudi katika Taurati au wacha maneno tengeneza swali ulizo uzuri. Basi Sheikh, mimi nauliza hii vita ambayo iko baina ya Wayahudi na Palestina ni ndio hiyo adhabu ambayo inaendelea mpaka sasa hivi kwao au wengine? Ndivyo, hawana raha, hawana raha. Hiyo ni miongoni mwao, hii ni miongoni mwao. Wamekadiriwa namna hiyo. Wa ita'adana, kumbuka pindi alipotangaza Mwenyezi Mungu, Rabbuka, Mola wako, Mungu wako, la yabatha, hakika atasadikisha, atapeleka alaihim, kwa wao Mayahudi, ila yaumi al-qiyama, mpaka siku ya Kiyama. Atawapelekea nini? Man, mtu ambaye yasumu, anayewaonjesha adhabu, anayewaonjesha suala adhabu mbaya. Toka enzi hizo walipoanza vurugu Mayahudi mpaka sasa hawajastarehe katika hiyo dunia, mpaka katika huu ulimwengu wa sasa. Hitler, mtu wa karibu kabisa, Hitler alikuwa ana matata na wao, ndio iliyoendelea kwa siku nyingi mpaka sasa. Msukosuko katika hiyo Middle East juu yao hautamanizika mpaka warejee kwa Mwenyezi Mungu. Ndio Mwenyezi Mungu anasema, wa id, kumbuka pindi ta'adhana rabbuka, ametangaza Mola wako Mungu, la yabathanna, akabila shaka atapeleka alaihim, kwa Yahudi, la yaumil qiyama, mpaka siku ya Kiyama, man, watu ambao yasumu, wanaowaonjesha suala adhabu mbaya. Inna rabbaka, akabila shaka Mola wako, la sari'ul iqab, mwepesi wa kuadhibu. Mola wako la sari'ul iqab, mwepesi wa kuadhibu. Wa innahu, na kabla shaka ya Mwenyezi Mungu, la ghafurur rahim, ya Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusame, ni mwingi wa kurehemu. Wa qatta'nahum fil ardi أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. أنا سوف نجزمكم وقطعناهم، tuliwafarikisha Mayahudi fil ardi, katika hiyo ardhi, umama, wamekuwa mataifa mbalimbali. Kuna African Jews, Indian Jews, European Jews, sijui kitu gani Jews, tumewafarikisha katika hiyo dunia, wamesambaa katika hiyo dunia. Kwa Ethiopian Jews, hata juzi walifanya nini, malalamiko yao, wanataka kurudi kwao.
mambo kama hayo. Sasa Mwenyezi Mungu qatanahum, tuliwafarikisha Wayahudi fil ardhi, katika ardhi, umaman, kuwa makundi kwa makundi. Minhum salihun, miongoni mwao wako Wayahudi walio wazuri, walio wema, waliofuata nini? Amri ya Mwenyezi Mungu, waliotekeleza amri ya Mwenyezi Mungu, hao ni wazuri. Sio wote ni wabaya, bali miongoni mwao Mwenyezi Mungu anasema wako walio wazuri, na hao wazuri wamekuwa wazuri. Wa minhum duna dhalik, na miongoni mwao si wazuri. Sasa wabalawnahum, anasema Mwenyezi Mungu, tuliwafanyia mtihani hao Mayahudi bila hasanati, kwa mema, wa sayiati, na mabaya. Mema tuliwateremshia vyakula, wanakula, tuwalete vivuli inayozuia joto la jua, tuwaletea maji walipotaka ona kiu. Mema tumewafanyia, lakini ihsani hizo zote, fadhila hizo zote walizofanyiwa na Mwenyezi Mungu hawakuiwekea uzito wowote. Hawakuiwekea nini? Uzito wowote. Balawnahum, tuliwajaribu, tuliwafanyia mtihani bila hasanati, kwa mema, wa sayiati, na mabaya, la'allahum yarji'un, ili wapate kurejea kwa Mwenyezi Mungu, kumpokesha Mwenyezi Mungu, kwa kuweka maamrisho ya Mwenyezi Mungu katika vitendo vya Mwenyezi Mungu, katika vitendo alivyoviamrisha Mwenyezi Mungu. Fakhalafa min ba'dihim khalfun warithul kitab. Fakhalafa, wakafa wale wa zamani wote, wakaacha nyuma, min ba'di, baada yao, khalfun, vizazi, warithul kitab, waliorithi kitabu. Wale wa zamani wote wakafa. Fakhalafa, waliacha min ba'dihim, waliacha nyuma yao. Fakhalafa, waliacha nyuma yao, min ba'dihim, baada yao kufa, khalfun, vizazi walioacha nyuma, warithul kitab, vizazi hao walirithi kitabu chake Mwenyezi Mungu. Lakini pamoja na kurithi hizo vitabu, hawakuweka maamrisho ya Mwenyezi Mungu katika nini? Katika kitendo. Yakhudhuna aradha hadha al-adna, hao vizazi walioachwa nyuma, waliorithi kitabu, walikuwa wakichukua vitu vya hii dunia ambavyo ni haramu. Walikuwa wakivichukua vitu vya hii dunia ambavyo ni haramu. Vitu hivyo miongoni mwao walikuwa wakichukua nini? Rushwa. Miongoni mwao wakaamiliana muamala mbaya. Miongoni mwao wakichukua nini? Hizo riba, vitu vya haramu walikuwa wakivichukua. Hongo walikuwa wakichukua. Basi khalfun fakhalafa, waliacha nyuma wale wa zamani, min ba'di, baada yao, baada wao kufa, khalfun, vizazi, warithul kitabu, waliorithi kitabu. Lakini pamoja na kuwa wamerithi kitabu, hawafuati maamrisho ya kitabu, bali yakhudhuna aradha hadha al-adna, wanachukua vyenye kuzuiwa katika hii dunia. Wanachukua vyenye kuzuiwa katika hii dunia. Vinavyozuiwa katika dunia, imezuiwa hongo, imezuiwa rushwa, imezuiwa nini? Murungura. Lakini walikuwa wakichukua
walikuwa wakichukua na huku wakisema nini? Wanasema nini? Yakuluna, wanasema sayughfaru lana, wacha tuchukue, lakini Mwenyezi Mungu atatusamehe. Wacha tuchukue, lakini sayughfaru lana, tutasamehewa. Wa in yatihim ardun mithlu, wa in yatihim, na ikiwajia tena, wa in yatihim, na ikiwajia tena, ardun mithlu, vitu vyenye kuzuiwa mfano wa huo wa kwanza, yakhudhuhu, wanachukua tena. Ikija mirungura nyingine wanachukua, ikija hongo nyingine wanachukua, ikija rushwa nyingine wanachukua vile vile. Ile ya kwanza sema watasamehewa, na vile vile. Maana nini? Ni wenye kudumu katika maasi haya, yakhudhuhu, wanavichukua. La yubaluna min halalin kana au harami, hawajali kitu hiki imetoka katika njia ya halali au njia ya haramu, hawana, lakini bora wapate tu yao wanayoyataka. Je, hawa watu, hawa Mayahudi, alam yukhadh alaihim mithaqul kitab, haikuchukuliwa kwao ahadi kutoka katika Taurati kuwa wasiseme juu ya Mwenyezi Mungu ila ukweli? Hawa watu lam yukhadh, haikuchukuliwa alaihim kwa wao mithaq alkitab, ahadi katika kitabu ya Taurati haikuchukuliwa kwao kuwa alla yaqulu, wasiseme maneno ala Allah, juu ya Mwenyezi Mungu illa alhaq, ila maneno ya kweli. Haikuchukuliwa hiyo ahadi. Maana yake nini? Katika Taurati hivyo kuwa waseme kweli tupu juu ya Mwenyezi Mungu, wasizushe urongo juu ya Mwenyezi Mungu. Kweli tupu ndio unatakiwa kwa Mwenyezi Mungu. Wadarasu ma fihi, na wao hao Mayahudi wadarasu, walisoma yale maneno ambayo fihi, yalimo katika Taurati, katika kitabu cha Mwenyezi Mungu. Darasu, wamesoma, wanajua, lakini wanafanya hayo kwa nini? Wanafanya maksudi. Kwa nini? Kwa kuasi amri ya Mwenyezi Mungu. Kwa nini? Kwa ujeuri na ukiburi, kwa kutofuata amri ya Mwenyezi Mungu. Wadaru al-akhiratu khairun lilladhina yattaqun, wadaru al-akhiratu khairun lilladhina yattaqun, wadaru al-akhirah, na hiyo nyumba ya akhira, na hiyo janna ni bora lilladhina yattaqun, kwa wale watu wanaomcha Mwenyezi Mungu. Na hao muttaqin, na hao yattaqun ni wale ambao yamtathiluna awamir Allah wa yastanibuna nawahihi. Muttaqin ni wale wanaotekeleza maamrisho ya Mwenyezi Mungu na wanajizuia na makatazo alizozikataza Mwenyezi Mungu, hawayatekeleza, hawayafanyi. Hao ndio muttaqin. Ndio Mwenyezi Mungu asema hiyo nyumba ya akhera ni bora kwa hao waja wanaomcha katika hiyo dunia. Sasa akhera ni nyumba ya mwenye kuamini aliyejikinga na maovu katika hiyo dunia. Ndio dunia, dunia mazraatul akhirah. Dunia hii ni shamba ya akhira. Sasa katika hiyo shamba ya dunia, ukiwa umepanda mipunga, mchele, ngano, utavuna ngano yako na mpunga wako na mchele wako kwa wingi. Lakini umepanda subiri, unajua subiri, umepanda subiri, utavuna
subiri. Utavuna, subiri. Umepanda maharagwe, utavuna maharagwe. Utapanda maharagwe ukavuna mpunga. Bali dunia mazaratul akhirah, dunia hii ni shamba ya akhira. Utapanda hapa dunia, utavuna kwenda kuilia akhira huko. Sasa mema utakayofanya hapa, malipo yake akhira. Mabaya utakayofanya hapa, malipo yake wapi? Akhira. Basi ndio Mwenyezi Mungu anasema wadarul akhirah, nyumba hiyo ya akhira khairu lilladhina yattaqun, ni bora kwa wale wanaojikinga na maovu leo katika hiyo dunia, wanaojikinga na mabaya katika hiyo dunia, wanaojikinga na machafu katika hiyo dunia leo, ndio akhira ni bora kwao. Akhira ni bora kwao. Ile bal tu'thiruna alhayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa, bali nyinyi wanadamu tu'thiruna alhayata ad-dunya, mnaufadhilisha uhai huu wa dunia kuliko uhai wa akhira. Lakin mimi Allah, lakin mimi Rabbul Alamin, lakin mimi maabudu wa akhira nawaambia wal akhiratu khayrun wa abqa, akhira ni bora kuliko dunia na akhira itasalia na dunia itamalizika. Amini usiamini, penda usipende, take usitake, akhira ni bora. Akhira ni bora na akhira itabakia na akhira itasalia, na dunia si bora na dunia haitabakia, dunia itamalizika, dunia itatoweka. Ndivyo hivyo ndio Mwenyezi Mungu anasema kama wadarul akhirah, ni nyumba ya akhirah, yani tena khairu, ni bora lilladhina yattaqun, kwa wale waja wanaomcha Mwenyezi Mungu. Afala taqilun, afala taqilun, afala taqilun, afala taqilun. Je, nyinyi hamfahamu? Afala taqilun, je, nyinyi hamfahamu? Nyinyi hamna fahamu nyinyi? Afala taqilun, je, nyinyi hamna fahamu nyinyi? Hamuelewi nyinyi? Unafahamu wewe? Kama unafahamu weka mambo akilini. Kama unafahamu weka mambo kwenye mizani. Mizani ya Qur'an ndio imesema namna hiyo. Sasa mizani yako inasema nini? Mizani yako ndio nzito, mizani ya Qur'an. Wewe weka mambo akilini. Afala taqilun, je, hamfahamu nyinyi? Hamna akili nyinyi? والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. أنا سوف يتم والذين نولي واتوا walladhina, na wale waja ambao yumassikuna bilkitabi, wanaoshikamana na kitabu, wanaosoma kitabu na wakaweka mamisho ya kitabu katika vitendo. Wameshikamana na kitabu, kitabu ndio ina nini? Inawaendesha. Wameshikamana na kitabu, kitabu ndio nini? Kitabu ndio inawaongoza. Wameshikamana na kitabu, kitabu ndio nini? Kitabu ndio inawapeleka. Umeshikamana na kitabu, kitabu ndio nini? Kitabu ndio inawavuruta. Kitabu ndio nini? Kitabu ndio inawaongoza. Walladhina, na wale watu ambao yumassikuna bil kitabu, wanashikamana na kitabu chake Mwenyezi Mungu. Wa aqamu sala, na wakawa ni wenye kusimamisha sala tano kila siku, kila moja katika wakati wake. Waqamu sala, wenye kushikamana na kitabu. Waqamu sala, na wakawa ni wenye kusimamisha sala tano kila siku, kila moja katika wakati wake. En hakabla shaka sisi la nudhi'u, hatupotezi ajra almuslihin, ujira ya waja wema hatupotezi. Bon,
dini hii maendeleo yake ni kwa kushikamana na nini? Na kitabu. Dini hii maendeleo yake kushikamana na kitabu cha Mwenyezi Mungu. Ukitaka kuwa mwenye kuendelea katika hiyo Uislamu, shikamana na kitabu chake Mwenyezi Mungu. Kitabu chake Mwenyezi Mungu kikuendeshe, kitabu chake Mwenyezi Mungu kikuongoze, kitabu chake Mwenyezi Mungu kikujulishe, kiwe dalili kwako guide. Tena isitoshe, ushikamana na kitabu chake Mwenyezi Mungu, waqamu sala, na wale waja waliosimamisha sala 5 kila siku, kila mmoja katika wakati wake. Hizo sala hazisaliwi kama wanavyotaka mtu. Hizo sala hazisaliwi kama wanavyotaka watu. Hizo sala hazisaliwi kama watu wanavyopenda, bali inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta. Hiyo sala kabla shaka kwa watu wa Islam ni fardhi iliyowekewa wakati. Sasa ukitaka kusali magharibi utasali sawa, basi huwezi kusali sala, haiwezi kusihi sala hiyo, atakugombana na upate dhambi, umeongeza wakati wa sala, haitasihi. Sasa usiposali hiyo sala katika wakati wake, unakuwa wewe nani? Inasemwa kuwa as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqama ad-din, waman tarakaha faqad hadama ad-din. Sala ni nguzo yetu. Faman aqamaha faqad aqama ad-din, atakayesimamisha sala amesimamisha dini. Waman taraka, atakayeacha kusali faqad hadama ad-din, huyo amevunja nini? Dini. Unapenda wewe kuwa mvunjaji dini? Uongoje siku ya kuzikwa ndio uziko Kiislamu. Siku za uhai wewe si Muislamu, lakini siku ya kufa uzikwe Kiislamu, sio? Ndio namna hiyo inapendeza, namna hiyo ndio inavyotakikana, namna hiyo inatakikana, namna hiyo. Bali mtu Muislamu toka kubalika kwake, sala ni nini? Wajibu kwake. Ni hiyo sala inatakiwa afikapo mtoto miaka 7, afikapo mtoto miaka 7 anaamrishwa kusali, analazimishwa kusali, inakazaniwa kwake kusali. Mtoto miaka 7 ana nini? Anakazaniwa kufanya nini? Kusali, ili akuwe kwa fikira ya kiswali, akuwapo awe na fikira ya nini? Ya kiswali. Na ndiyo unaona watoto wa Waislamu wakizaliwa, watoto wa waumini wakizaliwa, saa ile tu tumekusha toka naletwa mama anaanza kama siku Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an, anafanywa nini? Anaadhiniwa. Kitu cha kwanza kabisa mtoto anapozaliwa iadhiniwa katika nini? Masikio yake ya kulia. Na sunna ikimiwe kada kamati swala katika nini? Sikio lake la kushoto. Sasa kilichotufanya tusisali ni nini? Hatukuadhiniwa. Tunashaka nayo. Hatukuadhiniwa. Dini inataka namna hiyo. Ataliwapo mwana umetoka tu namna hiyo. Haya mama mwenyewe anatakiwa mama Muislamu, sio mama wa kimatata. Mama mwenyewe anatakiwa mama Muislamu, mama muumini, ndio atakumbuka nini?
Mama naye swali ndio atajua kwa mwadhini huko, lakini mama wa kikwetu ya sala yake matata atakumbuka adhana? Hakuna. Sasa ataliwa kwa mtoto sio kuadhiniwa kulia na kukimiwa kushoto. Sasa mwana Muislamu unaona toka kuzaliwa kwake kuna alama na ishara ya kuelekezwa kwa kuna kitu sala inakuja mbele yako mwana. Tena mwana huyu sawa sawa awe mwana mvulana au mwana msichana, wote wanaadhiniwa. Sasa wote wanaadhiniwa, sio hiyo mambo ya kisasa. Watu wanafikiri labda sala hii ni ya wavulana, wanawake wanafikiri sala hii labda ni ya wanaume. Hapana, sala ya waumini, wanaume na wanawake, muminina wal muminati, muslimina wal muslimati, yote. Sasa mwana afika kwa miaka 7 ana nini? Anaamrishwa kusali. Haya, hivyo anakazaniwa 7, 8, 9, 10 bado anakuwa mwana mkaidi wa kibira. Unajua kibira ina ukaidi wa namna ya ukaidi wake. Mnajua hiyo? Mnaelewa hayo? Kibira inayo namna ya ukaidi wake. Ukaidi wa kimaigizo, ukaidi wa kuiga nane, wakiiga wakubwa, ukaidi wa uigizaji wa kuiga wakubwa. Sasa watu wanaona mama nyumbani hasali, baba nyumbani hasali, kaka nyumbani hasali, dada nyumbani hasali, nani mjomba nyumbani hasali. Kwa nini mimi ni swali? Hiyo si kazi ya nyumbani kwetu. Lakini hebu jaribu swali, nenda tu leo nyumbani, jaribu tusali, weka tupo mkeka namna hii, mtoto mdogo akiweko sasa unakwenda kurukuu, tuona anakuja na kutizama huyu anafanya nini, naye utaona anakwenda kukaa, anakaa kwenda rukuu vile vile. Ukienda sijida, naye utaona anakwenda sijida vile. Sema sami ukifanya namna hiyo ndio utafanya. Usema amin, tuseme na amin. Haya, kitu hii ni ya kufanywa practice wapi? Nyumbani. Practice yake nyumbani. Sasa nyumba ile iliyo na sala, bila shaka itatoa mtoaji sala. Nyumba iliyo na sala itatoa nani? Mtoaji sala. Ndivyo inavyotakikana hiyo. Hata Mtume amesema nini? La tajalu buyutakum quburan fasallu fiha au fihi, msijalie ni majumba yenu ni makaburi, bali salini ndani ya majumba yenu, ili watoto waone vile vile, mama mtoto aone vile vile, waje wote nyumbani wawe ni kusali. Sasa sala hii alfarqu bainana wa bainahum as-salah, tofauti iliyoko baina yetu sisi waumini Waislamu na wasiokuwa Waislamu ni sala peke yake. Sala ndio inamjulisha huyu mtu Muislamu au si mtu Muislamu. Sasa Ali huyu atoka na matata yake, mavazi yake matata namna atoka atembea hapa, anayemjua ni Muislamu ni nani? Kuna anayemjua ni Muislamu? Kila kiingia msikiti sala, kumbe wewe mwenye yake tu huyo Muislamu anaweza kwenda kusali ni Muislamu. Unaona? Tatu tofauti ya Waislamu na Waislamu ni nini? Sala basi. Lakini uigaji, tumeiga hali na namna na mavazi mpaka hata tumekorogeka, aitambulikani huyu ni nani, ile utakapomuona katika rukuu, ile utakapomuona katika sijida, ile utamjua huyu ni nani, kitambulisho chake ni sijida. Siku hizi sisi yote ambao yuko hapa, watoto wetu wote liko kwa nursery school. Sasa watapata saa gani kuja kufanya? Si wale wazee, lakini sisi ambao iko hapa. Watoto wetu wote liko kwa nursery school. Toko huko, yani mpango